Unamtaja mtoto wake kipenzi kwamba akitobolewa macho, Mungu akulani kabisa huko uliko. Na rafiki yangu mtoto wa Mama Samia Suluhu Hassan anaitwa Abduli, rafiki yangu na nampenda na mheshimu, he's my friend. Natoa mfano sasa, ikatokea Abduli mtoto wa Mama Samia wa mwenyekiti wangu, wamekuja watu wamemchukua, wameondoka naye, kesho kaokotwa hana macho. Unachukuliwa kwenye basi na watu wanaona, kesho unaokotwa huna macho. Sasa how would you feel? Utajisikiaje? Kuna mtu mmoja hapa ndani mwenzetu, mbunge, tena ana nafasi ya kuzungumza humu ndani, ana nafasi ya kuzungumza kwenye neki, ana nafasi ya kukutana na wakubwa, anaanza kutuchokonoa. Na mada yangu ni utekaji katika nchi na ushauri wangu. Ameanza kutuchokonoa. Mimi nakiuliza chama changu, Chama cha Mapinduzi, huyu bwana ana kadi ya chama huyu. Hivi basi tukae tu na mtu kama huyu ambaye anatusumbua? Lakini tumekuwa na mlolongo wa watu kutekwa na kupotea. Hapa ndio nataka kuzungumza zaidi. Kwa hiyo utekaji katika nchi na ushauri wangu binafsi. Anatoa mifano ya kutisha. Kiswahili bwana ni sisi watu wa pwani tunakijua. Tumejifunza shule pia kitu kinachoitwa literature, fasihi. Wewe unaanza kutoa mifano. Unatoa mifano, nasema bandari ikiuzwa. Sisi tunajua unalenga wapi ndugu yangu, huko uliko. Tunakujua unalenga wapi. Halafu unatoa mifano mibaya kwa rais wetu, mtu ambaye tunampenda, mtu ambaye amejitoa kwa ajili ya Tanzania hii. Unakwenda kugusa familia zake. Nimepata orodha ya watu waliotekwa ndani ya miaka kadha wa kadha, almost watu 83. 83 almost. Unagusaje familia yake, mtoto wake? Unajua jinsi ya kupata mtoto wewe? Unajua jinsi ya kulea? Nina orodha ya kila mtu aliyetekwa na sehemu alikopatikana. Orodha hii hapa ina watu kama 83 kwa wakati tofauti. 83. Nini neno lako kama mzazi sasa kwa serikali na mamlaka husika ambazo zinakusikiliza kwa sasa? Watusaidie kumpata mwanangu. Asante sana. Pole sana. Tumekuwa nyama, Mungu sio binadamu tena. Dada, pole sana. Wamekosa huruma vibaya. Wamenizuia mimi nitoke nisiangalie nikiwa na mtoto. Mmoja wapo kanizuia mimi kwamba nisitoke nisione chochote kinachoendelea. Mama mtusaidie. Unamtaja mtoto wake kipenzi kwamba akitobolewa macho, Mungu akulani kabisa huko uliko. Na rafiki yangu mtoto wa Mama Samia Suluhu Hassan anaitwa Abduli, rafiki yangu na nampenda na mheshimu, he's my friend. Natoa mfano sasa, ikatokea Abduli mtoto wa Mama Samia wa mwenyekiti wangu, wamekuja watu wamemchukua, wameondoka naye, kesho kaokotwa hana macho. Unachukuliwa kwenye basi na watu wanaona, kesho unaokotwa huna macho. Sasa how would you feel? Utajisikiaje? Na hayo yasitimie kabisa. Unatoa mfano kwamba mtoto akitolewa macho sio nini, unataja majina ya watu, alafu unasema ni mfano. Sisi Kiswahili ndio lugha yetu, tumefundishwa, shule tumeisoma, tunajua fasihi, tunajua kutafsiri. Huna mema kwa Tanzania. Hana mema kwa Tanzania huyu bwana. Mimi ningependa sana awepo, haya maneno tukiyasema angekuwepo pale. Lakini bahati mbaya hayumo humu ndani. Huko aliko ayasikie, alafu yeye atujibu. Potelea mbali lolote na liwe. Mheshimiwa, mimi nilitaka nizungumze maneno hayo kwa sababu yameniumiza. Unamtaja rais ambaye anajipambanua kuitumikia nchi hii. Tanzania imepata maendeleo ya haraka ndani ya miaka minne kuliko kipindi kingine.